Rais mpya wa Venezuela katikati njia panda. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe na kulike kila aina ya taarifa katika chaneli hii. Mchoro wa picha ya Nicolas Maduro pamoja na mkewe Celia Flores ulitanda katikati ya anga la mji wa Caracas mwezi Januari. Mchoro huu ulikuwa umetumia mwanga wa drone, lakini pia uliwekwa na serikali ya Venezuela. Picha hizo zilisalia kwenye mabango kwa muda kabla ya kubadilishwa na hata kuandikwa maneno mengine, wakimaanisha kwamba watu wanawataka warudishwe nyumbani. Baada ya operesheni ya Januari 3 iliyofanywa na Marekani na kumkamata rais wa taifa hilo na mkewe, Venezuela imejipata katika njia panda. Licha ya Dailis Rodriguez, makamu wa rais ambaye anakaimu nafasi kwa sasa kama rais wa Venezuela, amekuwa akitoa wito wa kutaka Maduro pamoja na Flores kuachiliwa huru, ila hakuna dalili zozote ambazo zinaonyesha jambo hili litatokea. Maduro pamoja na mkewe wanashikiliwa mjini New York wakisubiria kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, madai ambayo wanayakanusha wao wenyewe. Rodriguez ambaye ni mshirika wa karibu kabisa wa Maduro anajaribu kudumisha hali ya usawa, akijaribu kuwavutia wafuasi wake wa kisoshalisti, akiendelea kumuunga mkono Maduro na hata kutumia kauli za kupinga ubeberu, huku akibadilisha sera za taifa hilo chini ya shinikizo kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amemtishia kwamba asipofuata anachokihitaji atakamatwa kama ambavyo alivyokamatwa Maduro. Idara ya Marekani ya kudhibiti dawa za kulevya haijatoa jibu ilipoulizwa kuhusu uchunguzi ambao wao wanaofanya. Rais huyo wa mpito wa Venezuela anatembea kwenye mstari mwembamba sana wa diplomasia. Rais Maduro alikuwa tayari ameonya kuhusu shambulio la aina hii kutokana na tamaa ya Marekani ya nishati.